Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi wapenzi wasikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, na wakaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari. Jina langu ni Teomari Makelele Ozile. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashi. Katika taarifa zetu hizi za habari utaweza kuhabarika kemkem, na tuanzie katika jimbo la Kivu ya Kusini katika tarafa la Fizi, ambako kamanda wa chama cha SNPCC Amuri William Yakutumba amekanusha habari zilizozagaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba amejiondoa kwenye shamba za mapambano hasa pa Uvira. Huyu amesema bado yupo ili kutetea udongo wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mazungumzo na Tanganyika FM, kamanda Amuri William Yakutumba amewataka raia kuachana na habari za uongo, hasa zile za kusababisha wasiwasi mwingi kwa raia. Kamanda Amuri William Yakutumba anaeleza kuhusu habari zilizozagaa za uongo kunako mitandao ya kijamii. Tumsikilize. Nimetoka kwenye shamba la mapambano, naenda wapi? Hiyo ndugu yangu mwandishi, ni habari za uongo. Hatujawahi kutoka kwenye shamba la mapambano. Tulionana na waziri, baada ya kuona na waziri wa ulinzi, basi sisi tukarudia kwenye front. Hivi niko nasema na wote kwenye front, na vikosi vyote viko kwenye na front. Hakuna hata askari moja tulitosha kwenye front, wote weko pale na sisi wote tuko pale tunakuwaka. Kitu cha kwanza tunasema waache na habari ya uongo. Wale wanafanya uzushi ni maadui, ndio wanafanya hiyo uzushi. Toka wasipate habari ya maadui, hiyo ni uzushi mtupu. Na sisi tunaendelea tu kwenye mafront, tunaendelea tu kufanya kazi kama vile ilivyo, kadiri vile tunapangilia. Raia ibakie kalme, hatujawahi kutoka kwenye front na hatutatoka kwenye front, na tutaendelea na kazi kadiri vile mipango yetu iko. Sisi tuko nafanya kazi, au sikio kazi tuko nafanya kule Nyangezi, kule Mumosho na wapi na Nyantende. Sisi tunaendelea kufanya kazi. Sisi tusimamisha vita. Sisi hatujawahi kusimamisha vita. Lakini raia wanakuwa na masikitiko kwamba kuona wakati mnapoendesha mashambulizi kwenye vijiji vya eneo hilo, Manyantende, Manyangezi na vingine hapo ambavyo vinapatikana kwenye kilomita chache na mji mkuu wa Bukavu, mnapokuwa mnaweza kuvishikilia, baadaye tena mnakuwa mnaviachililia. Kamanda, hii inakuwa natokana nini zaidi sana? Ni mipango ya kijeshi, hamwezi jua na wengine hawawezi jua. Mipango ya kijeshi, kila vita inakuwa na jina lake. Kuna vita tunaita guerrilla, kuna vita nyingine na vita nyingine. Sisi tunajua namna ya kufanya vita. Basi ile sababu ya sisi kufanya hivyo, ile ni siri yetu sisi wenyewe. Hatuna neno tunaweza komanteta. Mwishowe, kamanda Amuri William Yakutumba amewataka raia kuwa watulivu na kuendelea kuweka matumaini kwa vikosi vya wazalendo kwa ajili ya kukomboa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kamanda Amuri William Yakutumba arejea mara tena. Sisi kama vile wazalendo, sisi ni msimamo wetu ni mmoja tu, ni kuchapa adui na tumpeleke kwao. Basi hatujakuwa watu wa kwenda kwenye meza majadiliano. Kuunda guvernema ya Union Nationale sisi hatujaona kule. Sisi hatuone kule. Sisi tuko naangalia yetu ni kupeleka adui tumvushe. Basi atoke katika ardhi yetu. Ndio faida gani? Faida ni udongo. Faida yetu sisi kuchukua silaha, faida yetu ni udongo. Tukue wanani? Tutakuwa na sisi marais, kwa mawaziri. Ndio wewe tulisema tuchukua silaha sasa tugomboe udongo bwana. Hakuna kitu kingine. Faida yetu ni udongo ugombolewe. Basi vile wanafanya siasa tuwaacha kule. Chetu udongo wetu. Kwenye hotuba yako ya mwisho kabla hujajielekeza kwenye shamba la mapambano huko Kamanyola, uliweza kuhakikishia raia kwamba kuna vikosi ambavyo umeweza kuviacha kwenye milima inayoinukia tarafa la Fizi. Lakini ukiangalia kwamba vile adui anakuwa kama vile na nguvu nyingi, kamanda, na hii inaendelea kuwapa raia wa eneo hili la mji wa Baraka na tarafa la Fizi wasiwasi mkubwa, sijui utawahakikishia nini kutokana na usalama wao? Sisi hatuoni nguvu ya adui, hatujawahi kuona nguvu ya adui kule. Walijaribu kushuka kwenye mji wa Mulima, nadhani uliona gisi tuliwashambulia na tukawarudisha hata fasi zingine zote. Watakapojaribu nadhani watapata cha mtema kuni tu. Tunajua kama vijana wako wanasimama imara kwa ajili ya kazi. Raia bakie kalme, tranquile, isiogope chochote kile. Vikosi vipo na zinaendelea kufanya doria na mipango mingine iko kwa ajili ya kulinda raia na mali yake. Hakuna kitu kitakuwa kule. Donc tunawaaminifu sana na jeshi letu ambao tuliacha kule na lenyewe tunapangilia kule kwenye milima mirefu. Ujumbe wetu raia ibakie makini, ikuwe kalme, isihangaike na chochote kile, wasubirie kile ambacho kitaendelea. Tunajua kwamba tunasimama msimamo mkali kwa ajili ya kugomboa nchi yetu.
basi na waendelee kushirikiana na sisi pamoja, sababu tunajua kwamba wakati raia tunashirikiana pamoja kazi itakuwa nzuri, na raia anatupenda vile anatupenda na sisi tunapenda raia yetu. Hatutatraire raia yetu, hatutatraire udongo wetu, hatutatraire nchi yetu. Ile ndio habari raia wanapaswa kujua. Na tujelekeze huko Rugezi, tukiwa katika sekta ya Mutambala tarafani Fizi, jimboni Kivu ya Kusini. Mapambano makali bado yanaendelea kuripotiwa kati ya wazalendo dhidi ya Ngomino katika kijiji cha Rugezi, sekta ya Mutambala tarafani Fizi, na kusababisha raia wengi wa eneo hilo kuyahama makazi yao kutokana na mapambano hayo makali. Akizungumza na Tanganyika FM, Bwana Remi Alonda, msemaji wa kundi la FPDC, ameanza kuanza kutoa picha ya kile kinachoendelea maeneo hayo ya mapambano. Ngome zetu za FPDC zilivamiwa na adui hapo Lokechi katika sekta ya Mtambala, kwa sababu Twirwaneho alitaka kuja wavamie hapo Lokechi ili wapate kupita na kushuka katika nyanda za kati hapo katika mji wa Mkera ili wapate kupata njia kwenda Fizi na kwenda Baraka, ila walipambana kweli na vikosi vyetu. Na istoshe tunaweza taka tuwajulishe kwamba kila siku adui, kuna ndege ambayo iko natoka kutoka Rwanda inafika Goma, Goma inakuja hapo Minembwe, na hipo nazidi kuongeza nguvu za adui, na adui paka sasa hivi anazidi kupata nguvu zaidi. Na kwenye mapambano ya jana, baada sisi kuwa napambana mida saa 4 adui alipata ramforo ya kwanza, ila tukasimama tukapambana naye. Kufika mida saa 7 akapata ramforo ya pili, na alikuja na nguvu sana kwa sababu alipata ramforo ya silaha, jeshi na vifaa vingi. Ila jeshi la FPDC likaona hapana, tufanye reprise strategic, wakaingia katika kijiji cha Lokechi. Baada wao kuingia katika kijiji cha Lokechi, waliunguza kijiji, wakachoma vitu vya raia, kuiba maduka na vingine vyote vya raia. Baadaye kaja kurudi tena kwa nguvu zaidi jioni na kumfukuza adui katika mji. Ila kwa muda huu naweza kukwambia kwamba Lokechi sasa hivi inatawaliwa na jeshi la FPDC. Sasa hivi jeshi la FPDC ndio watu ambao tuna control kijiji cha Lokechi, na bado mapambano yanaendelea. Ndio tutakuja kuwapa matokeo mengine baadaye, ila bado mapambano yanaendelea na tutakuja kuambia nini kinachoendelea. Aiza, kuhusu swala la mateka wanaoendelea kuwashikilia wa kundi za Ngomino na Twirwaneho, Remi Alonda, msemaji wa kundi la FPDC, amerejea mara tena. Kuhusu mateka ndio amefika Uvira. Tumefika naye jana hapa Uvira muda ya saa 4 usiku. Ndo mateka ule Shima Patrick, ni mtoto bado wa chini ya miaka 18, ina maana under 18 kwa Kiingereza nasema hivyo. Ndio alikuwa recruité Rwanda pale Bugarama. Yaani yeye ni Mnyarwanda ambaye baba yake ni Mnyarwanda pale Bugarama, na waliletwa kwa sababu wakuja kusaidia jeshi la Twirwaneho. Ndo walikatolewa huko kwenye mashule na kuletwa. Sisi FPDC hatuwezi hata siku moja kuwa mateka, kwa sababu sisi tumefunzwa kwamba tukimkamata mateka ni lazima tumpeleke kwa uongozi, na uongozi lazima wapate kumpeleka sehemu ambapo tutakapoonyesha Umoja wa Mataifa na watu wote kwamba nchi yetu imevamiwa kama tunavyosema. Na tunakataa sana watoto kuingizwa kwenye mambo ya kijeshi, kwa sababu nafasi ya mtoto sio jeshi, bali nafasi ya mtoto ni kwenda shule. Na ndio maana tuliamua tumlete kutoka kwa kwenye uwanja wa mapambano na tuje tumkabidhi mbele ya viongozi wote wa province wapate kuona, na viongozi wa kimataifa, ni waandishi wa habari na wengineo, mpate kuona na kujua kwamba kweli M23 Twirwaneho wako na watoto na wanarekrutia watoto ambayo ni ukiukwaji wa haki za binadamu na ukiukwaji wa sheria za vita. Na tutoke sasa huko Rugezi tujelekeze katika mji wa Baraka. Ni kwamba raia wa Baraka wamekuwa na maoni tofauti kuhusu ujumbe wa waziri wa taifa anayehusika na ulinzi hapa nchini aliyoutoa hapa Uvira Jumatatu ya tariki 7 Aprili 2025. Katika mahojiano na Tanganyika FM, raia hao wa Baraka wametaja kushukuru ujio wa waziri katika mji wa Uvira, huku wakishangazwa na ujumbe ambao ameutoa. Baadhi ya raia hao wamesema ujumbe huo unavunja moyo. Tuwasikilize wakiwa mbele vipaza sauti vyetu. Sisi kama raia wa mji wa Baraka na tarafa la Fizi kwa ujumla, tunashukuru kwanza kwa salamu, na tunashukuru tena pia kwa ujio wake, kwa sababu tulikuwa tutarajii kama waziri wa ulinzi atatutembelea, na kututembelea kwake kunatupatia sura ya furaha kuona kumbe Kinshasa, serikali ya Kinshasa inatujali. Unajua wale ni wafanya siasa, hawezi kuchakanua mambo yote kwa watu, lakini kwa upande wetu sisi kama raia wa mji wa Baraka
tunapata faraja kwa sababu tunaona kumbe serikali yetu inatujali. Mimi nitaambia wazalendo ya kuwa wakaze, kwa sababu uzalendo mtu anajitolea juu ya nchi yake. Na kuna wakati kulikuja ule coordinator wao wazalendo, nilisikia kama alileta kamsaada fulani, licha ya kuwa nilisikia tena akakuwafikia wote, lakini ni jambo nzuri, inaanza kutupa furaha kuona kama serikali yetu inawajali, na wazidi tu kuvumilia. Siku moja najua watapata suluhu kufuatana na serikali itawajali na wataendelea kutumika vizuri. Alipofika, tuliposikia kama atakuja, mimi nilifurahiwa na tukafurahia sana ujio wake, na kisha amefika tulijisikia afadhali. Salamu ni kawaida kwa kila mtu, lakini yote aliyozungumza tumeona kama vile ni mambo ya siasa. Ile ni mambo ya siasa, wafanya siasa huwa wanachukulia wengine watu kama wana akili sawa, wenyewe ndio ni akili zao zote. Mambo ambayo tulikuwa tarajia itoke kwake vraiment iko tofauti na wewe tuliona. Binafsi kufatana na ukubwa wa nchi na nguvu ambayo tunayo na uhusiano bora na nchi ambazo zinatunga mkono, mimi nilikuwa najua yeye kama vile waziri wa ulinzi, vile amefika tu ni kuja kutuletea vifaa, chakula, madawa kwa vijana wetu ambao wamejitoa kwa ajili ya kupigania nchi, na kutoa ile wanasema mot d'ordre ya kusema fait pour que wale wa vijana waanze kazi ya kutetea nchi na kumkimbiza adui. Mimi alipofika kuna hata mambo ya muhimu amezungumzia, kama vile ni mambo ya kisiasa tu nimemleta, na kuja binafsi mimi naona kama vile amekuja kutuchunguza, ajue hali yetu tunajipanga kivipi, kwa sababu serikali nao mara kwa mara tunaona inatuuza. Amekuja kutuuza tu, kujua siasa yetu tuko aje, watoto wetu wamejipanga aje, baadaye aende atuuze tena tusikie kesho tunaanza kuvamiwa. Mimi naweza shukuru kwanza kisha alikujaga, asikie ni kitu mwa kufelicite kuona minister anatoka kule paka natufikia huko. Lakini paraporo na ujumbe yake alisema mzuri, lakini gisi bako watumikisha sasa, mtu anasema kitu yake haifuatilii sawa sawa na gisi alipaswa kuisema. Ile tunaona sasa vile bako na ni maskarade. Ingelikuwa heri ile maneno anakuya leta vile na aitumikishe paraporo na gisi raia inapenda. Si raia tunapenda ni amani, paski tunaona kila leo vita huko na huko, watu wanakufa kama nyama, na yeye bako tu pale alors que ndio anapaswa kutufanyia ile nguvu na si kwa muamani. Kwa ujio wa waziri wa ulinzi, shemu upande wetu tulikuwa na wazia kama kuya kwake kunaweza kuya kumalizisha vita mu mashariki mwa Kongo, lakini kuya kwake kwenye anakuja hana kitu mu mikono, anatuambia tu kwa kinywa, lakini mu mikono hamuna kitu. Donc kuya yake haingekuwa ya lazima yeye kukuya huko kama hana kitu, sababu anatraire deja bazalendo benebiko ku front, na sie baraya beni tuko hapa deja tuko desi. Tuliwazia kama gisi atakuya ataleta bitu vifaa ya kusaidia wazalendo, chakula na franga pamoja na dawa ya kubasaigunde kule kukazi, sababu soda ni bunduki iko na masasi pamoja na mfuko iyali, sababu soda ni anacha mtoto nyuma, mzalendo yuko na tumbo na mzalendo yuko na mwili na umiaka. Sasa vile vyote hawakuleta ni dawa, ni franga, ni chakula, hakuna kitu. Na tujelekeze huko katika jimbo la Kivu ya Kaskazini ndani ya mji wa Butembo, ni kwamba mafunzo ya kijeshi kwa ajili ya wale wanaohitaji kupigania nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo yataanzishwa hivi karibuni maeneo ya Nyaleke, Beni, jimboni Kivu ya Kaskazini. Ndivyo amesema kanali wa jeshi mjini Butembo, Iradia ya Benjamin, anayehusika na masuala ya kuandika wale watakaojitolea kwa ajili ya kufanya mafunzo hayo. Kamanda huyu ameitisha vijana wote wa Butembo na wale wa jimbo la Kivu Kaskazini kujiandikisha ili kutetea nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambayo inakumbwa na machafuko ya kivita ya Rwanda wanaosaidiwa na AFC pamoja na M23. Tumsikilize hapa akiwa mbele vipaza sauti vya Tanganyika FM katika mji wa Butembo, jimboni Kivu ya Kaskazini. Lengo ya kupatikana kwangu hapa Butembo ni kujulisha wa vijana wote ambao wana realizea kama nchi yetu iko menase na adui, wakuje kuintegre reserve armée ya défense ajili wa beneficie na formation moja accelérée ku centre ya Nyaleke, na wakuwe wanatumika pembeni ya FRDC ajili ya kukinga nchi yetu. Ni wa vijana wote, wanaume kama vile wanawake, kwanza umri wa miaka 18 hadi kupanda juu. Muda wa mazoezi hayo ni siku 45 pitisha. Tunaweza kupunguza lakini hatutapitisha pale. Kufuatana na hatari hii kunajongea mji Butembo na Beni, haifai mafunzo ikamate muda mrefu.
Tumalizie na huko katika nchi ya Burundi ni kwamba askofu wa kanisa Katoliki Dayosisi ya Bujumbura Gervais Banshimiubusa ametoa wito kwa serikali kufanya uchunguzi wa kina kuhusu kifo cha rais wa zamani wa Burundi Cyprien Ntaryamira. Cyprien Ntaryamira alikuwa rais wa Burundi kutoka kabila la Wahutu walio wengi nchini Burundi tangu tariki 5 Februari mwaka 1994 hadi kifo chake miezi miwili baadaye, wakati ndege aliyokuwa akisafiri pamoja na rais wa Rwanda Juvenal Habyarimana kuanguka chini wakati ikijaribu kutua katika uwanja wa Kanombe jijini Kigali nchini Rwanda. Tumsikilize askofu wa kanisa Katoliki Dayosisi ya Bujumbura Bwana Gervais Banshimiubusa anaeleza yafuatayo. Mu byo bavuga byaranga nyiricubahiro President Cyprien Ntaryamira, miongoni mwa vitu ambavyo walikuwa wanavipenda kwa rais Cyprien Ntaryamira vilivyosababisha hata vyama vya kisiasa na makabila kumpenda mpaka kuwa rais baada ya kutokea kwa mauaji ilikuwa na utofauti wake katika utendaji kazi. Alikuwa mkweli, asiyependa uongo, na akiahidi kitu alikuwa anakitekeleza kwa muda mwafaka. Tumesoma katika Biblia habari za kina Danieli. Neno hili litusaidie kujua ukweli kuhusu yaliyotokea, maana hadi kufikia sasa hakuna ukweli wowote kuhusu kifo chake ambao umeshawekwa hadharani. Si kwa rais huyu tu, hata kwa wengine, na katika kesi mbalimbali haki itendeke na nchi inaweza kupona. Ukweli utafutwe, lakini usiwe wa kufurahisha utawala au watawala, au usiwe katika kulipiza kisasi. Na tukifanya hivyo tutakuwa tunaenzi yale yaliyofanywa na wale waliotutangulia, kwa sababu walikuwa wanatafuta kusimamia haki na sheria. Gutyo niho tuzoba turiko turubahiriza iragi ry'aba bantu twama turiko turibuka tugira tuti naho bapfuye naho bashengeye barahabereye abagabo. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, na kushukuru kwa kuweza kunitegea sikio mwanzo hadi tamati. Endelea kusikiliza matangazo yetu ili uwe na faidika na habari kemkem zinazojiri hapa mchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Omari Makelele Ozil. Ciao. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tunawafanya kazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.